Karibu Wina Media upate habari mbalimbali za michezo, uchambuzi kutoka ligi kuu Tanzania bara. Subscribe na bonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata habari zote hizi. Mambo vipi mwanamichezo, wakati mwingine tena mzuri kabisa tunakutana katika chaneli yako pendo kabisa ya Wina Media, tukiweza kujuzana yale yote makubwa ambayo yanaendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha klabu ya soka, si wengine bali ni wananchi Young Africans, kwa kile ambacho kimeweza kutolewa leo hii kuhusiana na msimamo wa TFF pamoja na msimamo wa klabu ya soka ya Young Africans, ambapo mambo yamezidi kwenda mbali zaidi, ambapo leo hii imeweza kutolewa taarifa. Ukiweza kushuhudia leo hii rais wa klabu ya soka ya wananchi, hapa nazungumzia Young Africans, pamoja na rais wa shirikisho la soka, hapa nazungumzia Tanzania TFF, Wallace Karia, walikuwa pale bungeni Dodoma walipokuwa wakiweza kuhudhuria vikao. Yamezungumzwa mengi, wabunge wameweza kujadili kuhusiana na issue ya dabi ya Kariakoo na mapendekezo ambayo yameweza kutolewa. Utakwenda kujua hapa kila kitu ambacho kimeweza kujili katika sakata hilo ambalo limezidi kuchukua sura mpya katika vyombo vingi vya habari vikiweza kuripoti juu ya taarifa ambayo mimi nimekusogezea hapa. Utakwenda kujua kila kitu ambacho kinachoendelea kwa sasa ndani ya TFF na bodi ya ligi, ambapo kile ambacho Young Africans wao wameendelea kuweza kushikia msimamo wao juu ya kwamba hatuchezi. Ndio nyimbo ambayo leo hii ilikuwa ikiweza kuimbwa na wabunge wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania bungeni mara baada ya Engineer Hersi kuweza kutambulishwa kwamba yupo pale bungeni, ambapo tamko limeweza kutoka. Ni tamko lipi hilo utakwenda kujua hapa, ila kabla tujaendelea nikukumbusha kwamba kama ni mara yako ya kwanza kabisa unatembelea katika channel ya Wina Media, jua kwamba umepitwa na taarifa nyingi. Sasa ili usiendelee kupitwa na taarifa zetu, cha kufanya ni kitu rahisi kabisa. Kwenye simu yako ni kubonyeza tu ano jekundu loandikwa hapo no subscribe, na kisha ukabonyeza alama ya kengele iliyoko hapo chini pembeni. Kufanya hivyo kutakuwezesha wewe kupata taarifa zetu popote pale unapokuwepo, pasipo kuweza kuhangaika huku na kule kwenye kutafuta taarifa. Taarifa zinakuwa zinakufikia moja kwa moja kwenye simu yako. Hii hapa ni Wina Media. Karibu tuzungumze kuhusiana na hili ambalo linaloendelea kwa wakati huu ndani ya kikosi cha Young Africans, ambapo mambo yanazidi kuwa mazito kweli kweli kuhusiana na sakata hili, huku msimamo wa Yanga kuhusiana na dabi ya igomea TFF na hata kasi huko. Unaambiwa kanuni ya 27 kifungu cha kwanza cha ligi kuu Tanzania bara msimu huu inafafanua kuwa vyombo vya maamuzi vya TFF na TPLB vitashughulikia masuala na mashauri mbalimbali kuhusiana na ligi kuu na kufanya maamuzi kwa misingi ya kanuni na mwongozo wa katiba ya TFF. Licha ya mahakama ya kimataifa ya usuluhishi wa michezo kasi kuamuru Yanga kurudi kwanza kwenye kamati za ndani ambazo ni TFF kushughulikia malalamiko yao, klabu hiyo imeendelea kushikilia misimamo wake wa kutokucheza mechi ya mzunguko wa pili wa ligi kuu dhidi ya klabu ya Wekundu Msimbazi Simba. Katika taarifa kwa ujumla ama kwa umma iliyotolewa leo ikiweza kuzungumzia kamati ya utendaji wa Yanga, imesema imepokea majibu ya kesi, ambapo ina kuelekezwa kufuata utaratibu wa ndani kabla kufikia hatua za rufaa. Hata hivyo, uongozi wa Yanga umekataa maagizo hayo, ukieleza kutokuwa na imani na mamlaka za soka nchini, wakidai kuna uonevu, uvunjwaji mkubwa wa kanuni na upendeleo wa wazi kwa baadhi ya timu. Unaona bana, kwa kile ambacho kimeendelea. Kutokana na msimamo huo, Yanga imetangaza rasmi kuwa haitashiriki mchezo wake wa mzunguko wa pili dhidi ya Simba, ambao ni namba 184 wa ligi kuu bara msimu huu, wakisema hawako tayari kushiriki michuano huo kwa namna yoyote ile. Msimamo wa klabu yetu juu ya mchezo namba 184 wa ligi kuu msimu huu uko pale pale, kuwa hakuta kuwepo Young Africans kwenye kushiriki mchezo huo kwa namna yoyote ile, imeeleza sehemu ya taarifa hiyo. Taarifa hiyo imehitimishwa kwa kuwataka wanachama na mashabiki wa Yanga kuwa tayari kupambana
kwa njia zozote kuhakikisha haki inapatikana na kulaani kile wanachokiita dhuluma na uvunjwaji mkubwa wa kanuni unaofanywa na mamlaka za soka. Mei Mosi mwaka huu, mahakama ya kimataifa ya usuluhishi wa michezo CAS ilitoa taarifa kufuata na kutoendelea na shauri lililofunguliwa na Yanga kuhusu mchezo wake wa mzunguko wa pili wa ligi kuu ulioahirishwa dhidi ya Simba Machi 8, 2025. Yanga iliomba CAS mechi ya marudiano ya ligi kuu baina yao na Simba isipangwe tarehe na pia ipewe pointi 3 za mezani. Mechi hiyo ilikuwa ichezwe Machi 8 mwaka huu, lakini ikaahirishwa baada ya Simba kuzuiwa kufanya mazoezi kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa siku moja kabla ya mchezo. CAS iliamua kutupilia mbali shauri hilo kwa vile Yanga ikufuata taratibu za kushughulikia malalamiko yake kwa kupeleka shauri hilo CAS kabla ya kuanza kwa vyombo vya ndani ambavyo ni hapa nazungumzia TFF na bodi ya ligi. CAS iliagiza Yanga kupeleka ushauri hilo kwanza katika mamlaka za ndani za uendeshaji wa soka, na baada ya hapo ndipo ilifikisha katika mahakama hiyo. Yaani kile kinachoendelea ingepaswa kabla ya bodi ya ligi kwenda kutangaza ratiba mpya ya michezo ama mchezo huo, ilipaswa kwanza ione namna gani ambavyo kila mmoja alikuwa akipaswa kuweza kuzungumza kile ambacho kilichokuwa kikiweza kutokea, ambapo wangekaa mezani na Young Africans na kuwasikiliza, ndipo wangeweza kupata maamuzi kwamba wangetangaza dabi hiyo na ama wasingetangazwa. Hujamsikiliza mlalamikaji, unatangaza tarehe ya mechi inayocheza ni bodi ya ligi au anacheza Yanga. Hapa anazungumzia mbunge hapa Joseph Msukuma. Leo hii bungeni ameweza kuwasha moto mbele ya rais wa TFF ambaye ni Wallace Karia, ambaye naye pia alikuwepo bungeni. Kama nilivyokuambia awali, alikuwepo Engineer Hersi, na wote kila mmoja aliweza kusikilizwa, ambapo spana za mheshimiwa Joseph Msukuma bungeni kuhusu dabi ya Kariakoo inasema hivi: mheshimiwa, niseme tu kwamba niamini Simba hana makosa wala Yanga hana makosa, lakini kinachoendelea nani anayepaswa kutuambia? Sisi tunaona kama maigizo tu yanayoendelea. Mara kesi imeenda CAS, imerudi CAS, kabla hata hatujamsikiliza mlalamikaji unatangaza tarehe ya mechi. Sasa inacheza bodi ya ligi au anayocheza ni Yanga? Joseph Msukuma, mbunge wa Geita vijijini, akiweza kuoji kile ambacho kinachoendelea kwa sasa huko katika kile ambacho kila mmoja amekuwa akiweza kuuliza maswali mengi kuhusiana na yale ambayo yanayoendelea kutokea. Hapa nazungumzia katika ligi kuu ya soka ya Tanzania bara, ambapo unazungumzia huyu anasema viongozi wa bodi ya ligi waache ushabiki wa Simba na Yanga. Huyu ni mchambuzi Geoffrey, anasema kwamba ni vyema viongozi wa bodi kuachana na ushabiki wa hivi vilabu. Mara nyingi sana hata maamuzi yanashindwa kufikiwa kwa sababu ya mapenzi walionayo kwa hizi klabu. Unaona bana, kila mmoja kwa sasa akiweza kuzungumzia kile kinachoendelea. Huyu anaitwa Ndembo Jafari, mchambuzi wa soka, anasema ya kwamba wakishusha daraja, unaenda zako Zanzibar, unanunua timu iliyopanda daraja, unaipa jina lako, unapeleka wachezaji wako, utashiriki ligi kuu, utachukua ubingwa, utacheza kafu, unataka nini tena? Unaona bana, kwa kile ambacho kilichokuwa kikiweza kuendelea, kila mmoja amekuwa akiweza kutoa maoni yake juu ya kile ambacho kilichopo sasa hivi. Bana, weka maoni yako hapo chini katika upande wa comment. Wewe una yapi ya kuweza kuzungumza katika